Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Karibu tena katika fundisho letu la siku ya leo. Na kukaribisha kwa moyo mkujufu, nikikushukuru kwa sababu ya kuendelea kutizama mafundisho haya yetu. Ninajua ya kwamba unaendelea kujifunza mengi na pia kupata baraka kutokana na mafundisho haya. Kwa hivyo fundisho letu au kichwa cha fundisho letu la siku ya leo kinasema, kwa nini kanisa la leo linaweza kuwa na mali nyingi lakini nguvu kidogo za kiroho? Na kabla hatujaingia katika fundisho letu la siku ya leo, ningetaka tu tujifunze au tujikumbushe yale ambayo tulijifunza katika kipindi kilichokwisha kupita. Fundisho hilo kichwa chake kilikuwa ni kanisa la kwanza lilikuwa na nguvu gani kabla halijaungwa mkono na serikali. Tunaona ya kwamba kanisa la zamani lilikuwa halina pesa nyingi, halina majengo makubwa, lilikuwa halina ulinzi wa serikali, na vile vile lilikuwa halina ushawishi wa kisiasa. Lakini kanisa la kwanza lilikuwa na nguvu nyingi za kiroho. Manake tunaona ya kwamba au tulisoma ya kwamba waliweza kupokea nguvu wakati wa Pentekosti, wakati Roho Mtakatifu aliposhuka. Na kwa hivyo kanisa hili likaanza kwa ujazo wa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo baada ya hayo walikuwa wanaomba pamoja, walikuwa wanaomba wakati wa shida, walikuwa wanaomba kwa ujasiri, vile vile walikuwa wanaomba kwa mwongozo, walikuwa wanahubiri Injili, na vile vile walikuwa wanasoma maandiko. Vile vile tunaona kwamba walikuwa wanasaidiana na waligawa na mahitaji, waliweza kuwajali wajane, wakawajali maskini, na vile vile walikuwa na moyo mmoja. Kwa hivyo walikuwa wanafanya kazi pamoja, na kwa hivyo lile kanisa la zamani likawa na nguvu sana. Na ndipo hata tumesoma tukasikia kwamba wakati kulipokuwa na msukosuko wa kisiasa, msukosuko wa vita baina ya Warumi na Wayahudi, kanisa halikuweza kutingizika. Kwa hivyo siku ya leo nataka tuendelee na somo letu, na tunaona ya kwamba katika maeneo mengi leo makanisa yanaweza kuwa na majengo makubwa. Tumeona haya vifaa vya kisasa. Kuna wengine wako na studio za televisheni na redio, kina mama wako na magari yao, wazee wako na magari yao, mchungaji amenunua gari lake. Manake lile ni kanisa ambalo lina pesa nyingi, ni kanisa ambalo liko na nguvu sana ya kifedha. Kwa hivyo vile vile tunaweza kusema kwamba makanisa mengine yana wafuasi wengi sana. Kwa hivyo hiyo ni nguvu iliyo na kanisa ya siku ya leo. Lakini pamoja na hayo, wakati mwingine huonekana kuwa na nguvu kidogo za kiroho kuliko kanisa la kwanza lililokuwa maskini kwa mali za dunia. Kwa hivyo hii inatufundisha kuwa utajiri wa nje si sawa na nguvu za ndani. Katika kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 17, Biblia inasema kwamba nasema mimi ni tajiri, wala hujui ya kuwa wewe ni mnyonge. Tutakuwa na hoja 10 ambazo tutaziangazia, na hoja ya kwanza inasema kutegemea rasilimali kuliko Mungu. Kwa hivyo tunaona kanisa likiwa na fedha na mifumo mizuri linaweza kuanza kuamini kuwa linaweza kufanya kila kitu bila kumtegemea Mungu. Na vile vile tunaona ya kwamba bajeti inachukua nafasi ya maombi, mbinu zinachukua nafasi ya roho, na vile vile taratibu za kanisa lile zinachukua nafasi ya uwepo wa Mungu. Katika kitabu cha Zaburi sura 20 mstari wa 7, Biblia inasema kwamba wengine hutumaini magari na wengine farasi, bali sisi tutalitaja jina la Bwana. Fundisho ambalo tunalipata hapa ni kwamba rasilimali ni nzuri, lakini si mbadala wa Mungu. Katika hoja ya pili inasema maombi yanapungua. Kanisa la kwanza lilikuwa na nguvu kwa sababu lilikuwa na maombi. Leo sehemu nyingi, mikutano ipo mingi, ratiba ni nyingi na shughuli ni nyingi.
lakini maombi ya dhati ni machache. Biblia katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 31 inasema kwamba walipokwisha kuomba, mahali pale pakatikisika. Kwa hivyo fundisho ni kwamba kanisa bila maombi linaweza kuwa na shughuli nyingi lakini moto mdogo. Hoja ya tatu inasema neno la Mungu linapobadilishwa na burudani. Wakati mwingine tunawaona wachungaji wakihubiri mahubiri mafupi tu yasiyokuwa na kina. Wakati mwingine burudani nyingi, ujumbe wa kufurahisha watu na vile vile kukwepa ukweli mgumu. Katika waraka wa pili wa Timotheo sura ya 4 mstari wa 3, Biblia inasema kwamba wakati utakuja watakapoyakataa mafundisho yenye uzima. Na fundisho ambalo tunalijifunza hapa ni kwamba kanisa hulishwa na neno lakini si burudani. Hoja ya 4 inasema dhambi inapovumiliwa. Na tunaona ya kwamba mali na ukubwa haviondoi hitaji la utakatifu. Na tunaona ya kwamba pale ambapo kuna ufisadi, mahali ambapo kuna usherati, mahali ambapo kuna kiburi, mahali ambapo kuna uongo, mahali ambapo kuna tamaa ya fedha, nguvu ya kiroho hupungua. Katika kitabu cha Isaya sura ya 59 mstari wa 1 na wa 2, Biblia inasema kwamba dhambi zenu zimewatenga ninyi na Mungu wenu. Fundisho ambalo tunajifunza hapa ni kwamba dhambi huziba mtiririko wa nguvu za kiroho. Katika hoja ya 5 inasema kiburi cha mafanikio. Na tunaona kwamba kanisa likifanikiwa linaweza kujiona limefika. Tunajiona bora kuliko wengine. Wakati mwingine hatutaki kusawishiwa. Wakati mwingine hatuoni hitaji la kutubu. Katika kitabu cha Yakobo, waraka wa Yakobo sura ya 4 mstari wa 6, Biblia inasema kwamba Mungu huwapinga wenye kiburi, huwapa wanyenyekevu neema. Na fundisho ambalo tunalipata hapa ni kwamba Mungu huvutiwa na unyenyekevu na wala si majivuno. Hoja ya 6 inasema kutaka kukubalika na ulimwengu. Na tunaona kwamba ili kuvutia watu, baadhi ya makanisa yanaweza kulegeza ukweli. Kama vile kuepuka kusema juu ya toba, wakati mwingine kuepuka kusema juu ya msalaba, na wakati mwingine kufuata mitindo ya kidunia kupita kiasi. Katika waraka wa Warumi sura ya 12 mstari wa 2, Biblia inasema kwamba wala msifuatishe namna ya dunia hii. Fundisho ni kwamba kanisa likifanana kabisa na dunia hupoteza sauti yake. Na hoja ya 7 inasema uongozi kuwa biashara badala ya wito. Tunaona wakati mwingine huduma hugeuzwa kuwa njia ya kupata pesa, njia ya kujipatia vyeo, njia ya kujipatia umaarufu, na njia ya kuwa na ushawishi wa kibinafsi. Katika katika waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 mstari wa 2, Biblia inasema kwamba lichugeni kundi la Mungu, si kwa tamaa ya fedha chafu. Na fundisho ambalo tunalipata hapa ni kwamba wito ukigeuzwa biashara, nguvu hupungua. Katika hoja ya 8 nasema kukosa gharama ya wanafunzi. Kanisa la kwanza lilijua kumfuata Kristo kuna gharama. Leo wengine hutaka baraka bila kujitoa, hutaka ushindi bila msalaba, na vile vile hutaka taji bila mateso. Katika Injili ya Luka mtakatifu sura ya 9 mstari wa 23, Biblia inasema kwamba mtu akitaka kunifuata ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku. Fundisho ambalo tunalipata kutoka hapa ni kwamba
nguvu ya kiroho huja pamoja na kujitoa. Katika hoja ya 9 ni swali ambalo linasema, je, mali ni mbaya? Tunaona ya kwamba mali si mbaya. Tatizo ni pale mali inapotawala moyo, au wakati mwingine fedha zinapochukua nafasi ya Mungu, au wakati mwingine utajiri unapoleta uvivu wa kiroho. Na tunaona ya kwamba tunaona kwamba Mungu anaweza kutumia mali kwa kazi yake njema. Hoja ya 10 inasema jinsi ya kurudisha nguvu ya kiroho. Kwa hivyo ni vizuri kama tutarudi kwenye toba ya kweli, maombi ya dhati, neno la Mungu, utakatifu, unyenyekevu, uinjilisti, uongozi wa utumishi na vile vile kutegemea Roho Mtakatifu. Kwa hivyo tunasema ya kwamba tofauti ya muhimu ni kwamba kanisa linaweza kuwa tajiri kwa fedha lakini maskini kiroho, au rahisi kwa nje lakini tajiri mbele za Mungu. Injili ya Luka sura ya 12 mstari wa 21 inasema, ndivyo alivyo mtu ajitwikae nafsi yake akiba, asiye tajiri kwa Mungu. Na tunapomalizia ni kwamba kanisa la leo linaweza kuwa na mali nyingi lakini nguvu kidogo pale linapopoteza chanzo cha nguvu, yaani uwepo wa Mungu. Vile vile majengo hayawezi kuchukua nafasi ya roho. Fedha haiwezi kuchukua nafasi ya maombi. Na vile vile umaarufu haiwezi kuchukua nafasi ya utakatifu. Zakaria sura ya 4, Zakaria sura ya 4 mstari wa 6, Biblia inasema kwamba si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali kwa roho yangu. Na kwa hayo na tamatisha kwa siku ya leo. Najua ya kwamba umejifunza mengi ambayo kanisa la leo linaweza kujifunza kutokana na kanisa la kale. Kwa hivyo Mungu wetu akubariki, akutendee mema. Shalom.